andiko. Mungu akubariki sana, ambaye ni Yesu mwenyewe anayazungumza haya, ambayo anayadhibitisha mtumishi wa Mungu Luka akiwa anayaonesha katika matendo ya yale ambayo aliyojitafutia. Mungu ambariki sana. Sasa wakati namsomea alishangaa sana kukutana na ukweli wa namna hii ambao leo watu wameuficha, maaskofu wameuficha, wachungaji wameuficha, manabii wameuficha, mitume wa leo wa uongo tu, mitumbo vyao vimejaa kutafuta fedha, wameyaficha. Lakini sisi wanafunzi wa Yesu tumekubali kuisema iliyo kweli yote, sehemu yoyote, popote ilipojificha sisi tunafichua. Sema amen. Na ndio maana sisi tumekubali kuzungumza ukweli wa mambo, hata kama dunia nzima wameishi katika hayo, watu wachache wanaishi katika kweli ya Mungu. Tutazungumza, hatuogopi. Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako, siogopi. Siogopi kusema kwamba ibada ya sanamu, kwa sababu ibada ya sanamu imetawaliwa na watu wengi, eti nitaona aibu kuizungumza. Siogopi chochote. Yeyote aliyefanya kwa mfano ulioko mbinguni, yeyote aliyefanya kwa mfano ulioko duniani, yeyote aliyefanya kwa mfano uliko chini ya dua wajaje ya dunia, akakitengeneza kitu akakiweka kwenye ibada akakiabudu, huyo anaenda jehanamu moja kwa moja. Mungu akubariki sana, kwa sababu amempinga Yesu mwana wa Mungu, la kwanza. Pili, amempinga Mungu muumba mbingu na nchi, aliyekataa sanamu. Leo ibada nyingi zimejaa sanamu. Unaingia kanisani unakuta ibada kuna kamsalaba kamechongwa, kuna watu wanavaa marozali, kuna watu wamevaa si manini, kuna watu wamechora mapicha pale kwenye ukuta wao. Unakuta eti Petro mtakatifu kachoro. Unajua Petro mtakatifu alikuwa na sura ya namna hiyo. Unajua Mariamu alikuwa na sura ya namna hiyo. Unajua Petro alikuwa na sura ya namna hiyo. Unajua Yesu alikuwa na sura ya namna hiyo. Hata juzi nimesikia kuna bwana mmoja aliyeekti picha ya Yesu. Juzi sina fanyeje. Sasa ni watu wanaekti. Unaijua sura ya Yesu halisi? Hakuna ijuae sura ya Yesu halisi. Sasa leo wanaichora mpaka kwenye maubao, wanaichora mpaka kwenye majumba yao ya kufanyia ibada. Hiyo ni ibada ya sanamu. Hizo ni sanamu. Huko ni njia ya kujitafutia kwenda jehanamu moja kwa moja. Hakuna msalia mtume. Wana wa Israeli Mungu hakuwahurumia. Wana wa Nuhu Mungu hakuwahurumia. Wana wa Lutu Mungu hakuwahurumia, kwa sababu wote walioenda kinyume na Mungu, Mungu hakuangalia uzuri, hakuangalia ungwana, hakuangalia usomi, aliangalia yule anayeshika mapenzi yake. Nipungie mkono wani na Mungu akubariki sana. Nakutakia mema. Mwambie jirani, siogopi ng'o. Yaani hata dunia nzima leo nikute makanisa yote yana misalaba, mimi siogopi ng'o kuyapinga mambo yao walionayo. Mungu akubariki sana. Mimi ni mjumbe mwaminifu niliye katika Kristo Yesu, ninayetangaza kweli ambayo leo watu wameikataa. Na ndio maana wewe umefanya kuwa mjumbe mwaminifu. Mwambie jirani yako, halo mjumbe mwaminifu. Mjumbe mwaminifu ni yule anayezungumza kweli. Sema amen. Mwambie jirani yako, halo mjumbe mwaminifu. Naona wewe sio mjumbe mwaminifu. Na wewe ni mjumbe mwaminifu. Mimi ni mjumbe mwaminifu. Yesu anazungumza, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mwanafunzi ndio mjumbe mwaminifu. Mwenye dini ndio mjumbe mwongo mwaminifu. Mungu akubariki sana. Sikuna uongo mwaminifu. Na ndio maana watu wakauamini uongo mwaminifu. Wanapeleka mafungu na 10 na sadaka, utafikiri ndio utukufu. Wakasome maandiko yanasemaje. Na mimi siyataki kuyasoma maandiko ya fungu la 10. Wakayasome maandiko yanayozungumzia fungu la 10 linatakiwa lifanyeje, unatakiwa utoe kwa majira gani. Sitaki niyazungumze. Wakayasome wao, wakayasome. So umekubali kula. Wewe umekuja pilau umefukia, umekuja wali mweupe umefukia, ndizi umefukia, unaanza kutujambia hapa, unatuletea. Maana unajua Yesu anasema, maana unajua Paulo anasema, maana unajua Simisali anasema, maana anasema Musa anasema. Wewe unapozungumza Musa anawaambia wana wa Israeli, unapozungumza Yesu nikiwemo na mimi naambiwa. Mungu akubariki sana. Maana Yesu anawatawala wote wenye mwili. Kwa hiyo Yesu ndiye nina uwezo wa kumwamini na nina uwezo wa kumfuata. Musa siwezi nikamfuata. Musa walimfuata wana wa Israeli. Mungu akubariki sana. Kipindi cha dhamiri enyewe haikufuata, hakuna mtu kumfuata. Fanya mema, usipofanya mema imekula. Pungia mkono hewani. Mstari wa 8 anasema hapa juu, sema hapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa. Amezungumza magrupu matatu: dhabihu, matoleo hiyo iwe fedha, iwe dhahabu.
dhahabu, iwe nini, dhabihu vyote. Anazungumza dhabihu wala matoleo usimtolee Mungu. Usiyapeleke unapoita madhabahuni, usiyapeleke panapoitwa si wapi. Anasema hayo yote sikuyataka na wala sipendezwi nayo. Mungu akubariki sana. Nakutakia mema. Anasema ya kwamba dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka, wala hukupendezwa nazo, zitolewazo kama ilivyoamuru nini? Zitolewazo kama ilivyoamuru nini? Wengine hawajaelewa. Zitolewazo kama ilivyoamuru Torati. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kilicho nje ya Torati wewe fanya. Mungu akubariki sana. Na ndio maana sisi Paulo anasema wale wenye shida. Zamani ilikuwa ni kwamba unatoa fungu la 10 aje wale mjane aliyefiwa na mama, aje wale wageni, waje wale watu wenye shida na matatizo. Siku hizi jamii ya watu waliokutanika wakawa wanaona sasa watu wenye shida na matatizo na tumekosa chochote tulicho na akiba, tunafanyeje? Ndio Paulo na wale waliokuwepo wakasema basi fanyeni kachangizo kwa ajili ya watakatifu, sio kwa ajili ya Mungu. Fanyeni changizo kwa ajili ya watakatifu. Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako, mimi ndio nafanya mchango kwa ajili yako. Nikifanya mchango kwa ajili yako, nikifanya mchango wa nzengo, nikifanya mchango wa umoja wa vikundi ni sawa, lakini sio nifanye mchango kumpa Mungu. Mungu hahitaji fedha, na wala Mungu hana kakisonzo kakutega ili apokee. Mungu yeye amejitegemea, aliye katika Kristo Yesu. Yesu alienda kwa damu yake msalabani akamwaga ili wewe uwe na uzima wa milele. Sema amen. Damu yake kumwagika msalabani ili wewe uitwe mwana wa Mungu. Sema amen. Damu yake Yesu kumwaga msalabani ili wewe uitwe mwanafunzi wa Yesu. Sema amen. Damu yake Yesu kumwagika msalabani ili wewe ujulikane wa thamani kuliko vitu vyote. Mungu akubariki sana. Na ndio maana tunafanya mchango ili ukale. Mungu akubariki sana. Na baadaye utafanya mchango watu ambao imeshinda njaa. Tunafanya mchango kwa ajili yako, sio kwa ajili ya Mungu. Tunaweza tuzifanye au tunaweza tukafanya. Nipungie mkono wa Yohana. Na ndio maana katika ile wa Korinto nitaisoma alafu upate kuelewa. Mungu akubariki sana.